na juu ya kila mfumo na juu ya kila mazingira. Ninaomba kila mmoja tulitie jina la Bwana, lakini pia tutangaze na kupanda yale ambayo Mungu ameyakusudia kwa habari ya taifa letu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye ndiwe Mungu wa mataifa yote na makabila yote ya watu, wewe ambaye ndiwe Mungu uishie milele, wewe ambaye ndiwe Mungu unayetangaza misho ya nchi na mipaka ya nchi, wewe ambaye ndiye Mungu ambaye umesema niombeni nami nitawaitikia na nitaonyesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa kutuweka Tanzania kwa majira haya na nyakati hizi. Asante Mungu mweza, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu Baba yetu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu utulindaye, hulali wala husinzii. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetutangazia mema, unayetuwekea mema yaliyo mema tu. Tunakutukuza, tunakuinua, tunakubariki. Asante Bwana kwa ajili yetu na kwa ajili ya Utanzania wetu. Asante kwa ajili ya nchi yetu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, peke yako ni Mungu. Asubuhi ya leo Bwana, tunaomba ukainuliwe, tunaomba ukatukuzwe. Tunaileta nchi yetu mbele zako kwa kukushukuru sana, maana neno lako linatuambia na tuingie nyuani mwako kwa shukrani, tuje mbele zako kwa sifa. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya nchi nzuri. Tunakushukuru Baba kwa amani ambayo tunaifurahia hata vizazi vya leo toka zamani. Tunakutukuza Bwana kwa utajiri wa nchi yetu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya utaifa wetu. Tunakutukuza Baba, tunasema asante kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru Baba, tumeona wema wako, tumeona uzuri wako, tumeona rehema zako nyingi. Tumekuona Bwana tukiwa katikati ya mataifa mengi, tunashare mipaka na nchi 8, zote 8 zimepitia mambo mengi magumu, lakini Tanzania umeilinda miaka yote nenda rudi. Tuna kila sababu Baba ya kukushukuru na kukuamini tena kwamba uliyofanya huko nyuma unaweza kufanya tena. Tuna kila sababu Jehova ya kukuamini ya kwamba Mungu utatusikia na utatenda tena katika jina la Yesu. Rikaraboshe terebokosata. Rekarabosata na makashete. Rikaramarabokosata na makashete. Rikarabosata na mahoshanta. Wewe ni mfalme wa wafalme. Asubuhi ya leo tunaomba ufalme wako, nguvu yako na utawala wako vije katika nchi yetu. Asubuhi ya leo tunauita ufalme wako, nguvu yako, jina lako vikatawale katika nchi yetu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Nchi yetu ni nchi ndogo sana, haiwezi kukushinda Bwana kutenda. Watu wake wote Bwana ni mali yako. Asante kwa sababu wewe unamiliki vitu vyote ulimwenguni, unamiliki mifumo yote ulimwenguni. Tena Kristo umefanyika kuwa mfalme juu ya wafalme wote. Baada ya kushinda kifo na mauti, umefanyika kuwa Bwana juu ya mabwana wote. Umesema umepewa mamlaka yote duniani na mbinguni, na kwa hiyo umetutuma kwa mamlaka hiyo hiyo. Umetutuma nasi asubuhi ya leo tunaenenda katika mamlaka hiyo hiyo uliyotukasimisha, na kutangaza utawala wako, na kutangaza ufalme wako uje, na kutangaza Kristo Yesu ukainuliwe, ukatukuzwe, ukainuliwe, ukatukuzwe, ukainuliwe, ukatukuzwe. Rikamasente. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Ayubu sura ya 22 na mstari wa 28 kwamba nasi tutalitaka neno na hilo neno litathibitika, ili nuru ya Mungu ituangazie, kwamba we shall declare a thing and that shall be established, that the light of God may shine upon us. Naomba kila moja uchukue neno hilo
na kutangaza amani kwa ajili ya nchi yetu. Tangaza wema wa Bwana kwa ajili ya nchi yetu. Tangaza fadhili za Mungu kwa ajili ya nchi yetu. Tangaza utajiri na utele kwa ajili ya nchi yetu. Tangaza utawala bora na utawala mwema kwa ajili ya nchi yetu. Neno la Mungu linasema tutataka jambo kwa Mungu nalo litafanyika kwetu. We shall declare and it shall be established. Ninakuomba kila mmoja tangaza. Tangaza, tangaza, tangaza. Kwa kinywa chako, kwa sauti yako. Ninaomba kila mmoja tutangaze. Tutangaze fadhili za Bwana. Tutangaze wema wa Bwana. Tutangaze amani ya Bwana. Tutangaze mbaraka wa Mungu. Tutangaze utawala wa Bwana. Tutangaze nguvu za Bwana. Tutangaze kwa jina la Yesu. Asante Baba, asubuhi ya leo tunatangaza yote yaliyo mema na yaliyo makusudio yako kwa ajili ya nchi hii yakatimia na kusimama katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunatangaza na kukiri amani yako, maana neno lako linasema kwamba wewe ni Mungu utupaye amani na sio kama dunia itowavyo. Tunaitamkia Tanzania amani yako Bwana katika mipaka yetu. Tunatangaza amani yako. Amani yako ikawa uvuli wetu. Amani yako ikatufunike. Amani yako ikatawale katika kila moyo na kila nafsi kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila nafsi iliyoghadhabika tunaitangazia amani. Kila nafsi iliyoamua mabaya na maovu tunaitangazia amani kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila mawazo ya uovu, kila mipango ya kuvuruga amani tunaitisha kwa jina la Yesu Kristo na tunaitamkia amani. Tunaitangazia amani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba yetu, tunaomba fadhili zako zikafunika nchi yetu. Tunaomba wema wako ukafanyike uvuli kwa ajili ya nchi yetu. Wema wako na fadhili zako vikaambatane na kila Mtanzania na kila anaishi katika nchi hii kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana wa mabwana, kwa sababu wewe ni mwema. Tunatangaza, tunasema hatutakosa amani, hatutakuwa na vurugu. Umwagaji damu hautafanyika, hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila mpango ya mauaji haitafanyika wala kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila kusudio la kuzimu halitafanikiwa wala kusimama kwa jina la Yesu Kristo. Kila shauri ovu halitasimama wala kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mishale ya kudhoofisha kanisa la Mungu tunasema haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila matamko, kila manuizo kwa jina la Yesu tunayahukumu kuwa ni makosa kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu Kristo, wakati wale wanawake wanakulilia, ukiwa umebeba ule msalaba, ukawaambia wakujililia wenyewe na watoto wao. Nasi Bwana tunaileta nchi yetu kwako pamoja na vizazi vyetu. Sisi na watoto wetu, sisi na vijana wetu, sisi na vizazi vyetu vyote katika jina la Yesu. Hatutapoteza tunu ya amani, hatutapoteza tunu ya ufadhili, hatutapoteza tunu ya utajiri, hatutapoteza kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kama kanisa kwa mwezi huu na hata mpaka mwisho wa mwaka tunaendelea kumwamini Mungu kwamba mapenzi yake yatasimama katika nchi yetu. We are believing God kwa ajili ya mapenzi yake na makusudi yake kusimama. Tumesema tutaomba pasipo kuchoka mpaka itakapotokea, kiasi kwamba kila tutakachokiona tutajua ni majibu ya maombi yetu na tutashukuru Mungu. Tutamwambia Mungu asante. Kwani nakuomba na kutia moyo usiache kuomba. Na usiombe kwa mashaka wala usiombe kwa wasiwasi. Mungu huyu tumuombaye anajibu na anasikia.
Hii nchi ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Hata wale wanaoonekana kuwa ni wenye nguvu ni wadogo sana kwake. Kwa hiyo tunataka tumwamini kwa yasiyowezekana, tumuone yakiwezekana. Tunataka tumwamini kwa yale yaliyofichwa, yale ambayo yameonekana kuwa hayatakuwa, kwamba yatakwenda kuwa kama Mungu aishivyo. Tumwamini huyu Mungu ya kwamba tutastawi, tutasimama katika nchi yetu tukiwa hai kabisa, lakini pia tukiwa na amani yake. Ninaomba tuombe for divine intervention. Mungu kuingilia kati. Mungu kuingilia kati. Ipo mipango ya wanadamu. Ipo mipango ya shetani mwenyewe. Lakini tunaye Mungu tuliyemwamini. Neno lake linatuambia yeye aliyeko ndani yetu ni mkuu sana kuliko yule aliyeko duniani. Wewe sema tu, Bwana ingilia kati. Wewe mwambie tu Mungu, kumbuka rehema zako. Ignore anything, chochote kinachoweza kukuzuia kutusaidia. Ignore chochote. Mwambie Mungu atupilie mbali. Haoni chochote kinachoweza kumzuia kwa habari ya nchi yetu. Tumuomba ingilie kati. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni wa rehema, kwa sababu wewe ni wa neema. Tunakuamini kabisa mpaka tone letu la mwisho kwa habari ya nchi yetu. Na asubuhi ya leo we are praying again. Tunaomba tena kwa ajili ya wewe kusimama na kuingilia kati. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mashauri ya wanadamu ukaingilia kati yao. Mipango yote ya wanadamu ukaingilia kati wewe Bwana. Makusudio yote yule mwovu shetani ukaingilia kati wewe. Lisiwepo jambo la kuzuia utendaji wako. Lisiwepo jambo la kuzuia mkono wako Bwana. Lisiwepo jambo, isiwepo dhambi, isiwepo agano, isiwepo madhabahu, isiwepo ibada yoyote Bwana ya kuzuia wewe Mungu kuingilia kati kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. We are seeking you, Lord, and praying for divine intervention. We are praying for your divine intervention in the mighty name of Jesus Christ. We declare and decree that you, Lord, your purposes for this land shall stand as long as you live. In the name of Jesus. We pray for your divine intervention. We pray for your divine intervention. Kila roho ya kigeni, kila roho iliyo kinyume na elimu ya Mungu na mapenzi ya Mungu, tunaibatilisha kabisa na kuipinga kwa jina la Yesu Kristo. Kila mpango wa wanadamu ulio kinyume na Mungu, ulio kinyume na makusudi ya Mungu, tunauputa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila sadaka iliyoandaliwa waliotolewa zamani inayonena juu yetu, tunaifuta nguvu yake. Tunaifuta kwa sadaka ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa habari ya Tanzania tunatangaza kwamba Mungu peke yake ndiye Mungu wetu. Tunaomba Mungu wa baba wetu Yesu Kristo, Mungu wa milele yote, Mungu mtakatifu, ukaingilie kati na ukatawale. Ukatawale. Ukatawale wewe. Ukatawale wewe. Ingilia kati. Ingilia kati Bwana. Ukatawale wewe. Kila kambi ya adui, kila kambi ya adui, kila mpango wa kuzimu usifanikiwe, wala usifanikiwe, wala usifike mbali kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu. Tunakushukuru Bwana. Neno la Mungu linasema hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari
na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Kuna wafalme wa dunia wamejipanga, kuna watu wenye nguvu sana mkini wamejipanga kwa maneno haya ambayo wanafunzi wa Yesu waliyaomba baada ya Petro kuachiliwa. Wakamwamini Mungu. Walikuwa na hofu nyingi sana mioyoni mwao, lakini wakamwamini Mungu anyoshe mkono wake afanye tena. Ninaomba nitutie moyo kwamba hata kama inaonekana wale ambao wanaitwa wafalme, wanaitwa viongozi, yamkini hawako kwenye nafasi zao kwa wakati huu, naamini kabisa ni nafasi ya kanisa, na isiji katokea alafu wakauliza kwani nyewe mlikuwa wapi, mbona hamkuomba? Kwa tumwamini Mungu na tuendelee kumwamini Mungu mpaka mwisho, na Mungu atubariki.